Uhali gani mwanafamilia ambaye unaendelea kutufuatilia time hii nzuri kabisa ambayo moja kwa moja leo nakuletea habari ambayo inaendelea kutrendi. Miongoni mwa story kubwa kabisa ambayo inazungumzwa ni hili sakata la mrembo Zuchu kutokufika London, ambapo tumeweza kuona watu mbalimbali wameweza kuhudhuria moja kati ya show kubwa ambayo Diamond Platnumz ameweza kujinyakulia tuzo ya kuweza kujaza uwanja ama ukumbi ambao ameenda kufanyia show pale London, Uingereza, kitu ambacho kimekuwa ni kikubwa sana kwa upande wake. Na tukio hilo limeenda kuinua hamasa kwa wasanii mbalimbali ambao pia wao ni mipango yao, ni tamaa yao pia kufanya show nje ya nchi ya Tanzania. Sasa tukio ambalo limeenda kuzua mijadala mingi sana kwa mashabiki ni issue ya mrembo Zuchu kuto kufika pale kwenye ukumbi ama kufika kwenye show nzima ya Diamond Platnumz. Mama Dangote ameweza kuonekana, Baba Levo ameweza kuonekana, lakini pia tumeweza kumuona RJ the DJ, lakini pia kumekuwa kuna watu wengi ambao pia wameweza kufanya makubwa katika shughuli hiyo ama kuonekana katika shughuli hiyo ama show ambayo ni kubwa kabisa ambayo imeweza kufanyika London. Sasa Esma Platnumz amekuja na jambo kubwa na zito ambalo limeanza kuibua tena hisia nyingine kwa mashabiki na wadau mbalimbali wa muziki wa Bongo Flava pamoja na mashabiki wa mrembo Zuchu, ambaye wengi walikuwa kuna mawazo ambao wanafikiria mrembo huyo Esma Platnumz yeye alisema kwamba aliwasiliana na Zuchu mapema kabisa kabla ya safari ya watu wao kuelekea kule London. Alichoweza kukisema Zuchu kwamba yuko kwenye ratiba na ratiba zake zimebanana kweli, na nikukumbushe tu kwamba mrembo huyo kweli Zuchu alikuwa na safari ya kuelekea Kenya ambapo kulikuwa kuna show na yeye anaenda kuifanya. Kwa hiyo haikuwa na ukubwa sana, lakini ni show fulani ambayo ilikuwa tayari ipo kwenye ratiba na ndio alikuwa anaenda kuikamilisha, ambapo aliweza kwenda na mama yake mzazi. Kwa hiyo Esma Platnumz ameweza kumtetea mrembo Zuchu kwa sababu amesema aliwasiliana naye vizuri na wakaweza kuzungumza baadhi ya mambo, lakini pia swala zima la hilo show ambao anakwenda kuifanya kule Kenya, na wakaweka vitu vyao sawa kwa sababu tayari unajua Zuchu na Esma Platnumz wamekuwa ni watu wa karibu. Unajua Diamond Platnumz ameweza kuwaunganisha na kuwa ndugu kwa sasa hivi kutokana na mazingira yalivyo. Sasa ukitizama mazingira ambavyo yapo, kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza kujiuliza maswali. Kwa nini sasa mrembo huyo Zuchu alivyomaliza show yake asingeweza kuelekea kule London? Jibu ni rahisi kabisa, wote show zao zilikuwa zinafanana ndani siku moja na muda ni wa usiku. Kwa hiyo kuweza kutoka usiku kuelekea London isingeweza kuweza kumfanikisha kufika mapema na kuweza kuhudhuria katika show hiyo. Kikubwa zaidi ambacho angekifanya ni kupoteza gharama za bure, kitu ambacho kimeenda kuwafanya mashabiki ambao walikuwa wafahamu waweze kujiuliza maswali ni kwamba mbona tumeweza kuona watu wengi wakienda kuhudhuria hiyo show, na kwa nini hakuweza mrembo huyo kuelekea huko kwenda kumpa sapoti mume wake. Lakini nikukumbushe tu kwamba mrembo huyo Zuchu ili kuonyesha msisitizo wa haya yote aliweza kuandika pia kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kubwa zaidi ambalo aliweza kuliandika ni kwamba alianza kwa kumtaja jina lake, jina la mahusiano kabisa, akasema mume wangu aisee, kijana wa kimaskini tokea Tandale, Mwenyezi Mungu akutunze kwa ajili yetu wengi aisee, maana halisi ya mpambanaji. Unanifundisha sana na najifunza mno, hakuna kukata tamaa, hakuna kisichowezekana. Huo ndio ujumbe ambao aliweza kuandika mrembo Zuchu kuelekea kwa mpenzi wake ama mumewe, na mzungumzia Diamond Platnumz kuhusiana na swala zima la show ambao ameweza kuifanya kule London, Uingereza. Kwa hiyo ujumbe huu umekuwa mzito sana na umekuwa na maswali mengi kwa mashabiki kwamba kumbe ni kweli kile ambacho kinazungumzwa kina vitu vya ndani kabisa kuhusiana na swala hili. Na kwa wale ambao wanabisha kwamba Zuchu na Diamond Platnumz sio wanandoa, basi wajue wamefeli, kwa sababu mama mzazi wa Zuchu na mzungumzia Hadija Kopa pia naye aliweza kututhibitishia hilo. Nimekupa tu kama feedback, lakini ujua kabisa kwamba wawili hawa ni wanandoa, na tumeweza kumsikia kabisa mrembo akituambia mume wake ameweza kumpa kama funzo kwa namna ambavyo ameweza kufanya show kubwa pale London na kuweza kutunukiwa tuzo ya ujazaji wa uwanja. Huwa viwanja vya wenzetu ama kumbi za wenzetu huwa na utaratibu wao kwamba ukiweza kujaza ukumbi kwa 100% unapatiwa zawadi ya matuzo. Hiyo
inapelekea kumpa faraja msanii ambapo anakuwa amefanya vizuri. Kwa hiyo imerudi kwa Diamond Platnumz na ni heshima kwa Tanzania. Msanii kutoka Tanzania ama East Africa ameweza kujaza ukumbi wa wenzetu kule London, Uingereza. Sio jambo dogo kabisa. Tuendelee kumpa respect nyingi sana Diamond Platnumz kwa hiki ambacho amekifanya. Nikusii tuendelea kwa nasi kwa sababu tuna mengi zaidi ya kukujuza. Kikubwa hakikisha umesubscribe na kutani on notification ili uendelee kuenjoy kwa kila update na story mbalimbali ambazo zinaendelea kutrend kwenye mitandao ya kijamii.